Daktari, kwa sababu tumezungumza ni jina la kitaalam, basi tuliweke wazi kwa mtazamaji aweze kufahamu. Tunapozungumzia ugonjwa wa fistula, ni ugonjwa wa aina gani? Tuanzie hapa daktari. Tunapozungumzia swala zima la fistula, hii ni hali ambayo inatokea baada ya kutokea muunganiko wa ogani mbili isivyo kawaida. Tunasema isivyo kawaida kwa maana ya kwamba katika hali ya kawaida havipaswi kuungana au haipaswi kuwa na muunganiko. Na muunganiko huo unaweza hasa kuwa katika njia ya tobo, kwamba kuna muunganiko wa ogani ya njia moja kwenda kwenye ogani ya njia nyingine. Kwa hiyo katika mwili wa binadamu sehemu mbalimbali za mwili zinazo zikafanya hivyo. Na tukianza mwanzoni kabisa tunaweza tukasema kwamba aina zake ziko nyingi sana. Kuna ambazo zinatokea tunaita kama congenital abnormality. Congenital abnormality ni zile changamoto ambazo tunazaliwa nazo. Kwa hata fistula pia kuna baadhi ya watu wanazaliwa wana changamoto ya fistula. Kwa mfano, kwa bahati mbaya mtoto anaweza akazaliwa, tunajua tuna njia ya koo na njia ya hewa. Tuna njia ya koo ambayo inapitisha hewa na njia ya chakula. Na njia hizi zimekaa karibu. Njia ya koo imekaa mbele, ndio maana ukijishika hivi unashika koromeo. Lakini nyuma tu ya koromeo tuna nini? Njia ya chakula. Njia ya chakula. Ya hewa ndio hii ambayo unaishika hapa, koromeo, trachea. Nyuma yake tuna njia ya chakula, ambapo hujua kabisa kuna kitu tunachokiita esophagus. Sasa tutasameheana kwa sababu Kiswahili chake hatuna. Kwa hiyo kwenye eneo la shingo la kila mtu hapa, ukishika hapa, eneo hilo hilo kwa mbele kuna bomba hilo kama la kupitisha hewa ambalo tunaita trachea. Lakini ukienda nyuma tu, yani adjacent, karibu sana, utakuta kuna bomba lingine la kushuka linaitwa esophagus, la kushushia chakula. Kwa hiyo kati ya haya maeneo mawili ndio maana mtu akitaka kumeza, hata ndugu mtazamaji, ukiwa hapo ukijaribu kumeza, meza na wewe bwana, ukimeza unasikia kuna kitu kama kinakuja juu. Meza hata hapo ulipo kuna kitu kinakuja juu. Kile kinachokuja juu kwa sababu kola hewa liko mbele, unachomeza kinakoenda ni eneo la nyuma. Kinachotokea ni kuna kitu ambacho kinakuja kufunika koo la hewa ili mate apite aende, au unachomeza kiende. Ndio maana huwezi kufanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ndio maumbile yalivyo. Lakini sasa kuna watoto kwa bahati mbaya wanazaliwa na muunganiko wa hizi sehemu mbili. Kitaalamu tunaita epithelium zina connect. Kwa hiyo unakuta kwamba chini kwa hapa unakuta lile eneo la koo limeunganika na eneo la chakula. Kitaalamu tunaita tracheoesophageal fistula.